Ina nuru kabisa. Huwezi kupata nuru, unapoteza mechi mbili mfululizo nyumbani na ugenini. Haiwezi kutokea nuru hata kidogo. Morali imeshakata mara hii. Morali haiwezi kukata. Morali, lakini tunajiona kwamba gari yetu inazidi kutoka kwenye reli. Yaani unaona kabisa kwamba mwelekeo ambao tunaenda sio mwelekeo ambao tunapaswa kwenda. Umeelewa? Kwa hiyo unatamani tuende kwenye mwelekeo ambao unapaswa kwenda, lakini kwa staili maji tunapotea kila siku. Na nadhani makosa yetu yanajirudia yale yale. Kocha ana kazi kubwa sana kufanya kwenye mstari wa mbele, kwenye finishing. Tunajua anampenda Jefte kwa sababu ya labda fiziki yake, height au sio bwana, uzito, the way anapambana na wale ma defender ambao ni wa timu hizi au sio. Lakini kwenye eneo la finishing inabidi ifanywe kazi kubwa sana. Tofauti na hivyo tutakuwa tunavuka maji kama hivi kila siku, tunamaliza hela zetu, lakini mwisho wa siku tunadondokea pua, tunarudi nyumbani, tunasubiri watu tuchekwe kila watu wanakusubiria kucheke tu. Kwa hiyo inaumiza, kusema kweli inaumiza. Pengine Azam bado ana nafasi ya kujitetea kwenye mechi ambazo zimesalia. Nafasi tuliyokuwa nayo ni kubwa, ni kweli. Sio kama Nairobi City tunasubiri tuone game yao na itaenda vipi. Lakini mtihani ni kwamba yani mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa nawacheka watu kwamba kuna watu wanakuja kumaliza nafasi za mwisho kwenye magrupu yao. Naiona hatari kubwa sisi Azamu ndio kwamba leo tunaenda kukaa nafasi ya mwisho kwenye msimamo. Kitu ambacho sivutiwi nacho. Umeona? Ulikuwa unawacheka kina nani Mwenezi? Wapo watu, kuna watu tunajua kabisa wanaona kabisa nafasi ambao wataenda kumaliza itakuwa nafasi ya mwisho. Lakini kwa jinsi hii trend ambayo tunaenda nayo. Kwa sababu sasa hivi tunadaiwa magoli mangapi? Tunadaiwa magoli 3. Tumeconcede goli 3, hatujascore goli hata moja. Kwa hata tukija kupata point 3 bado tutakuwa na damage ya nini? Tunakuwa ya magoli. Kwa hiyo kuna kazi kubwa, yani kuna kazi kubwa. Mpira kama mpira timu inacheza. Yani unaona kabisa timu inacheza vizuri. Kwa maana kucheza, unaona kabisa watu wanapiga pasi vizuri, watu wanafunga. Yani kila kitu kina finishing ndio shida iko pale. Yani pale kwenye umaliziaji. Na mimi naamini kwa profile ya Flora Ibenge, siwezi kukubali kabisa kuniambia kwamba lile eneo yeye alioni, lile eneo yeye analiona. Sawa? Sisi striker wetu Kitambala Bora yani hastaki kabisa kusogea kwenye mipango kama mtu kama Dube kuonekana kila siku kwenye nafasi 10 ukitaka kufunga goli hata moja. Nafasi 10 gongesha mwamba ndo watu wanakupa hela. Sisi hatutaki hiyo nani akili ya mtindo kama huo. Sisi tunataka mtu awe na akili ambayo anajua akipata nafasi moja afunge goli. Kitambala Bora amefunga magoli akiwa na Manyema. Wale si Manyema amemfunga mpaka Loni William. Anashindwaje kuwafunga kipa eleweki yule kipa timu Arabu hata kudaka mpira na hajui vizuri. Unamwona kabisa mipira anakuja anadaka ovyo ovyo. Lakini sijajua tunakuwa wapi yani mwanangu. Unadhani pafanywe maboresho eneo la umaliziaji ama mwalimu angefanya substitution ya mchezaji ambaye unahisi angeenda kuisaidia timu? Nisiwe mnafiki kwa maana ya kwamba umeona nafasi ambayo ameipata yule Amrabat ambaye ametufunga goli. Unaikumbuka nafasi ambayo ameipata Idi Suleiman Nado? Naikumbuka vizuri sana. Zinashabiana tu. Lakini unaona, kwa hiyo ina maana kwamba labda wenzetu kuna kitu kidogo ametuzidi. Kwa hiyo waongeze umakini wachezaji wetu kwenye kumaliza hizi mechi. Hizi mechi hazihitaji nafasi 6. Hizi mechi hazihitaji nafasi 7. Hizi mechi zinahitaji nafasi 1 tu. Hakikisha hiyo nafasi unaifanyia kazi vizuri. Ukikosa hapo tu maana yake shughuli yako ishaisha. Haziwezi kutokea nafasi kama zile, mara nyingi zinatokea mara moja tu. Kwa hiyo zinapotokea nafasi zile maana tuzifanyie kazi, lakini na kitu kingine. Na kitu kingine kitaka nisahau. Ndio. Masuala ya nje ya uwanja, viongozi wa Azamu si wapambane na masuala ya nje ya uwanja. Mpira ukisikia dakika 90, zile ni dakika ambazo watu wanakwenda tu pale kwenye pichi. Umeelewa? Hizo ni dakika za pepe kwenye pichi pale. Lakini kuna vitu vingine ambavyo inabidi vifanyike nje ya uwanja. Asikwambie mtu, mimi binafsi ni mtu ambaye nawazomea sana Yanga kwamba wamebebwa sana kwenye mechi na wale akina nani, akina Uchizi Vunga, wamebebwa mechi na nani wale kuja kukutana na Farabati. Tumeona ni kweli kabisa zile ni mbeleko. Zaki lishairi kwamba zile mbeleko. Goli kabisa offside. Leo tumekataliwa goli letu. Sisi goli letu halali kabisa. Goli halali kabisa limekataliwa. Sijui umeelewa? Kitambala Bora Jefte, sijui kwa sababu mimi nilikuwa uwanjani, labda sijaangalia kwenye TV, lakini unaona kabisa nafasi ya John kabisa anaangushwa kwenye penalty box kabisa. Hau kama unashindwa kwa penalty. Kwa hiyo unaona kabisa ni vitu ambavyo vile ni vitu vya nje ya uwanja ambavyo sasa viongozi inabidi waangalie, wanatilia maanani na kutilia mkazo kwenye vitu kama vile vidogo. Huku nje ya uwanja wafanye nini? Wafanye kama wenzao wanaofanya. Maana kumpata rais wa ACA hatuwezi kumpata. Sawa, lakini kuna vitu vya kuvifanya. Lakini inawezekana kumpata rais ACA. Hamna, sisi hivi tunapambana kwanza na bodi ya ligi. Rais wetu anataka kwenda kwenye bodi ya ligi. Tukifaulu kwenye bodi ya ligi tutaenda kwa Yas. Kwa hiyo kamati ya ufundi ihusiki hapo Mwenezi. Kamati ya ufundi na ndo mpira wa Kiafrika huo. Kuna vitu ukitaka kuvikwepa kwenye mpira huwezi kufanikiwa. Mpira wa Kiafrika ndio ushakuwa wa mtindo huo. Sijui umeelewa? Yaani wewe ndio maana kwamba ukienda kwenye mji wa Chongo, wewe ukiona majicho mawili wewe ndio kilema. Sijui umeelewa? Wewe una macho mawili, wewe ndio mlemavu, wenzako wote machongo. Unasemaje? Ziba jicho moja, tembea nao hivyo hivyo. Ila ukitaka kujifanya wewe ndio umekamilikiwa, mimi ndio macho mawili, mimi ndio wewe, wale ndio unakuona wewe ndio kilema sasa. Umeelewa? Kwa hiyo kwa sababu tupo kwenye soka la ambao kila mtu chongo na sisi tuwe machongo hivyo hivyo tuondoke nao. Lakini mtazama namna ambavyo mpinzani wenu alikuwa na historia yake pia kwenye historia haichezi mpira. Umesikia? Hii historia haichezi mpira. Issue ni current form. Na kama ulivyoona, sasa tumefungwa goli moja na Wydad. Sisi kuna ambacho ametuzidia si Wydad pale.
Hamna kitu ambacho sio ametuzidi. Zaidi ya kitu kimoja tu ambacho nimekuambia kwamba imepatikana nafasi. Ndio maana nimekulinganishia nafasi. Sio kama nafasi ambazo hazijapotezwa ni nyingi. Zimepotezwa nafasi nyingi sana. Umeelewa? Ila najaribu kuzungumzia nafasi ya Nado na nani? Na Amrabati yule. Sijui umeelewa? Kwa sababu kama kidogo zinafanya zinashabihiana. Sijui umeelewa? Kwa hiyo ndio maana nimezungumzia, lakini sio kama nafasi zingine hazijatokea. Zipo nafasi ambazo zimetokea nyingi tu za mtindo kwamba kwa nini zifanywe zimaliziwe kwa goli. Kwa hiyo sasa mambo mengine haya jamani, waangalie viongozi wetu namna kujiongeza jamani. Hela shilingi 35,000. Oya. Shilingi 35,000 goli ndio litani shilingi 70,000. Huku Zanzibar hakuna sehemu viku vya kula gari kama Zanzibari. Maji ya kunywa shilingi 1,000 nakwambia hapa. Hata kwenye koa yafiki, yanaisha. Lakini unaambiwa hayo maji buku hayo. Unataka chukua, utaki acha. Sijui umeelewa? Lakini unakuja kwa ndio tunaona maumivu. Mimi hapa sasa natamani niogelee nakwambia. Nipige mbizi. Ndio nipige mbizi maana nisitoe hela yangu tena shilingi 35,000. Unafanyaje sasa? Ili uokoe hela yako, lakini huku ndio shengi ya ghetto sasa. Hauna namna, yani unataka utapanda utalipa hela, utaki utalipa hela. Tunaweza tukasema kundi lenu ni gumu ama ni wachezaji tu bado hamjapata? Bado, yani sio mimi ugumu huo sijauona kwa sababu au ni nyie tu mnakwama. Ndio maana nikamwambia kundi kwa maana kuzungumzia ugumu. Umeelewa? Shida ni kwamba performance ya Azam FC kwa maana ya uchezaji, unaona timu inacheza tu vizuri. Issue ni kwenye finishing tu. Issue ni kwenye finishing na nje ya uwanja. Hizo ndio sehemu za msingi. Finishing na nje ya uwanja. Nilikuwa nasema kwenye ligi wenzenu wanafanyia huduma kwa maana historia inawabeba. Vipi kwa kimataifa? Ndio maana kuna kitu nilikwambia toka mwanzo kwamba ukienda kwenye mji wa Machongo na wewe pasua jicho moja. Kwa maana ya kwamba ligi ya Tanzania hakuna mtu ambaye hajui jinsi inavyochezwa. Ndio maana nikatoa mfano Yanga amefunga magoli offside. Kwani uongo? Hivi tungeenda kwenye sheria 17 za mpira, lile goli linakuwa linasimama kuwa kama goli. Linakataliwa. Lakini sasa ndio nao shamwa kwenda mji wa Machongo. Sijui umeelewa. Kwa hiyo ligi nayo ina mtindo wa uchongo wake. Nao tuende nao hivyo hivyo. Na huku nako uchongo upo. Sijui umeelewa. Kwani yule ambaye alikuwa anashangiliwa leo anamuita shemeji yao, maana singine hawezi kuwa shemeji yetu mtu kama yule. Kuna mtu anamuita shemeji yao. Sijui umeelewa si? Wakati yupo kwenye timu ambayo unaita wananchi, si alikuwa kule nani Mamelodi kwa alikataliwa goli. Si likataliwa goli. Ndio mji wa chongo huo. Ishi hivyo hivyo. Wewe unataka kuishi tofauti? Haiwezekani. Haiwezekani. Ishi kama kule alikataliwa goli kabisa, goli hilo sio goli. Bwana Mwenezi, safari njema ndugu yangu.